Naam, salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Tuna matumaini ya kwamba mnaendelea vizuri na mko salama salimini. Tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu ya 3 ya habari za matukio ya kila siku. Kundi la wahasi la M23 laripotiwa kukabiliwa na mgogoro wa ndani, yani mvutano mkali unadaiwa kuzuka ndani ya kundi hilo la wahasi wanaosapotiwa na Rwanda. Mohamed Rajabu Rugishi anadai kurejeshwa kwa mdogo wake Patrick Rugishi au angalau apewe taarifa kuhusu mahali ambapo alipozikwa. Kwa mujibu wa taarifa zinazozunguka, Patrick anadaiwa kukamatwa na Kanali Nzenze anayejulikana kama Tede ndani ya M23 baada ya kupinga kile kinachoelezwa kuwa ni utozaji wa kodi ya ziada kwa wananchi wa Kivu Kaskazini. Vyanzo hivyo vinadai kuwa aliteswa na baadaye kuuawa na mwili wake kutupwa katika volkano ya Nyiragongo ili kuficha ushahidi. Hata hivyo, madai haya hayajathibitishwa rasmi na mashirika huru. Tangu wakati huo, hali ya wasiwasi na mvutano inaelezwa kuongezeka ndani ya kundi hilo, huku Mwami akidai ukweli na akidaiwa pia kupokea vitisho. Na tukielekea mjini Addis Ababa nchini Ethiopia, ambako mkutano wa kawaida wa Umoja wa Afrika ukiendelea mjini humo leo tarehe 15 Februari mwaka 2026, kundi la M23 AFC limetuma ujumbe ama delegation katika mji huo kwa kile kinachoelezwa kuwa ni diplomasia ya pembeni yenye nguvu. Kwa mujibu wa chanzo kilicho karibu na kundi hilo, ujumbe huo ama delegation hiyo imekutana na maafisa kadhaa wa serikali za Afrika kando ya mkutano huo kwa lengo la kutetea misimamo ya harakati hiyo. Wakati huo ujumbe wa harakati ya Sauvons la RDC iliyoanzishwa Nairobi mwezi Oktoba 2025 na rais wa zamani Joseph Kabila pia upo katika mji huo. Kwa mujibu wa chanzo hicho, delegation yao hiyo ya Sauvons le Congo iko huko mjini Addis Ababa kwa kile wanachotaja kueleza na kusaidia kueleweka kwa hali halisi pamoja na msimamo wao. Uwepo wa ujumbe wa pande mbalimbali kando ya mkutano huo unaonyesha jinsi gani mvutano wa kisiasa na kidiplomasia kuhusu hali ya mashariki mwa Kongo unavyoendelea pia katika uwanja wa kimataifa. Na katika harakati za kuongeza usalama katika mashariki mwa DRC kwenye ziwa la Albert ama Lac Albert, tahadhari inaonekana kuwa sio jambo la kawaida tena, bali ni jambo la lazima endelevu. Mahana jeshi la majini la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaimarisha doria zake kupitia kurudishwa kwa operesheni za vyombo kadhaa vya majini. Ufuatiliaji wa maji unaongezeka ili kulinda mipaka ya ziwa, kuhifadhi rasilimali muhimu na kuhakikisha usalama wa wakazi wa maeneo ya pwani. Katika muktadha wa kikanda unaohitaji umakini, udhibiti wa maeneo ya maji unakuwa kipaumbele cha kimkakati. Ujumbe ni wazi kwamba hakuna sehemu yoyote ya taifa itakayobaki bila ufuatiliaji. Kuhusiana na hali ya usalama iliyotete mpaka sasa katika mashariki mwa Kongo, sura ya kupelekwa kwa mission ya MONUSCO mjini Uvira na Goma kunaendelea kuonekana, huku dhamira ya operation hiyo ya kuleta MONUSCO kwa mujibu wao inasemekana ni ya kulinda raia, kulinda na kudhibiti maeneo nyeti, kusaidia FARDC na kufuatilia na kusimamia utekelezaji wa makubaliano ya usitishaji mapigano kati ya M23 na FARDC. Katika yote MONUSCO ina ruhusa ya kutumia nguvu, ikiwemo mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya makundi yenye silaha yanayotishia raia kama vile M23 na IDF. Majukumu hayo ndiyo yanayotajwa ya kwamba yatatekelezwa na shirika hilo la kulinda amani la Umoja wa Mataifa. Ila maswali yanakuja baadaye ni kujiuliza ni kivipi na kwa hali gani ndo wanaweza kushambulia moja kwa moja makundi yenye kushikilia silaha, ikiwa bado katibu mkuu wa UN yeye mwenyewe haamini katika nguvu ya MONUSCO.
Alipokuwa akihutubia mkutano uliohusiana na masuala ya kiusalama katika nyanda za maziwa makuu kwenye mkutano wa Umoja wa Afrika, Bwana Antonio Guterres ambaye ni katibu mkuu wa Organisation des Nations Unies aliweka wazi ya kwamba namnukuu, MONUSCO haina mamlaka wala uwezo wa kulazimisha amani, lakini tunachofanya ni kushiriki kikamilifu katika mawasiliano kati ya pande zote mbili pamoja na kuwasiliana na wapatanishi wengine ili kujaribu hatua kwa hatua kurejesha imani ambayo imevunjika kabisa, mwisho wa kunukuu. Kauli hiyo inaangazia jukumu la MONUSCO kama msimamizi na mpatanishi katika mchakato wa amani badala ya kuwa chombo cha kulazimisha suluhisho la kijeshi. Na tukiangalia vizuri, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, sera kama na hizi sio nyipya kwenye masikio ya Wakongomani, maana MONUSCO ilikuwepo Kongo tangu zamani na sera hizi za kujidai kuwa wapatanishi, ila mwisho wa siku sijui ni kitu gani ambacho Wakongomani wanaweza kuwa nacho vichwani mwao kama kumbukumbu ya kusema kuwa hapa MONUSCO iliwezaga kutatua shida fulani ama kuwezesha upatanishi wa mzozo fulani. Na ndio maana huko unaona ya kwamba kuhusiana na mada hii ya MONUSCO, Wakongomani hawaichangamki hata kidogo, maana wao wenyewe hawajui ni kipi ambacho watafanikiwa sasa kusaidia wakati waliishi miaka ya kutosha nchini Kongo bila kuleta suluhisho yoyote thabiti katika migogoro yote ambayo ilikuwa inaikumba nchi ya Kongo. Wakahaji wa majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini wanajua hawawezi hata siku moja kushuhudia matunda ya kazi ya walinda amani hao, mahana pamoja na kujiita walinda amani, lakini kila siku ilikuwa ni vilio na vilio katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ndio maana hapa juzi wa kujiita Jemedari Mayele kutoka tarafani Fizi aliwezaga kuweka wazi wasiwasi wake juu ya swala nzima la kuletwa kwa majeshi ya MONUSCO mashariki mwa Kongo na hata swala la kusitishwa mapigano kati ya wahasi hao na majeshi ya serikali. Na hii leo kumradhi, hata wa kujiita kanali wa kizalendo Bwana James Fieka Adui naye aliweka wazi ya kwamba wao kama wapiganaji wa zalendo hawatambui makubaliano ya usitishaji wa mapigano ambayo yameridhiwa na serikali ya Kinshasa na wahasi wa M23 ambayo yamependekezwa na nchi ya Angola, na kuongeza ya kwamba wao kama wapiganaji wa zalendo wanapaswa kuendelea na kukomboa miji mingine yote ambayo mpaka sasa ingali mikononi mwa Rwanda na vibaraka wake, huku akimalizia kwa kusisitiza ya kwamba ni usahifu mkubwa kukubali kusitisha mapigano dhidi ya jeshi la kigeni ambalo linavamia nchi yake ama nchi yao kinyume cha sheria, na wao wazalendo wataendelea tu na vita ili wapate kurejesha nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mikono ya watoto wake halisi. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa habari kwa awamu ya 3 ya habari za matukio ya kila siku kumradhi, na tunajua ya kwamba utaendelea kututega sikio na kuegemezea macho yako kwenye channel yetu hii ili uzidi kuhabarika zaidi, na tukutane kwa majaliwa ili upate dondoo zinazokuja. Asante.